majina naitwa Erasto Bernard Mpete, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe. Jambo la kwanza niwatakie heri ya mwaka mpya wananchi wote wa halmashauri yetu ya mji wa Njombe. Niseme mwaka 2025 ndio huu tunaomaliza. Mambo kadha wa kadha tumefanya, maana upande wa serikali na sisi wananchi kwa ujumla, lakini kizungumzia kwa maana halmashauri katika miaka mitano, kikubwa ambacho tumekifanya ni kuweza kuongeza mapato ya halmashauri ya mji wa Njombe. Tulivyoanza mwaka 2021, bajeti yetu ya mapato ya ndani ilikuwa ni bilioni 4, lakini tunapokuja kumaliza baada ya miaka mitano, bajeti ya mapato ya ndani na makusanyo kwa ujumla yameweza kupanda kutoka bilioni 4 bajeti ya 2021 mpaka kuweza kufikia bilioni 8 kwa makusanyo ya mwaka huu wa fedha uliopita. Kwa hiyo haya tunasema ni mafanikio makubwa, kwa sababu ni ongezeko karibu la 100%. Sasa hiyo ilikuwa mwaka 2025. Sasa tunakwenda mwaka 2026. Jukumu letu sote kwa pande zote mbili, serikali na wananchi, ni kuwajibika, kuongeza uwajibikaji katika shughuli mbalimbali za kujiletea maendeleo. Sisi wenyewe kama jamii ya Wananjombe, kwa maana halmashauri ya mji wa Njombe, lakini sisi kama halmashauri ya mji wa Njombe. Rai yangu kama mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, tunapokwenda mwaka 2026, ninaomba tuongeze bidii ya utendaji kazi kwa pande zote mbili. Watumishi wa halmashauri ya mji wa Njombe wote kwa ujumla, kuanzia mkurugenzi na watumishi wote ngazi ya halmashauri, ngazi za kata mpaka vijiji, na wananchi wote kwa ujumla. Maendeleo yanapatikana kutokana na ushirikiano. Kwa rai yangu niombe sana wananchi na watumishi wote tuweze kushirikiana vizuri. Uwajibikaji ni jambo muhimu sana kwa kila mwananchi, kwa kila mtumishi. Miradi mbalimbali ambayo ilishaanza kutekelezwa na sasa bado inaendelea kutekelezwa. Mpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa juhudi kubwa ambazo ameonyesha katika kipindi chake cha miaka iliyopita. Kwa halmashauri yetu ya mji wa Njombe tumeweza kuona manufaa mengi. Kuna shule za sekondari 4 tayari zimeshaanza, tukianza na shule ya sekondari mchepuo wa amali pale Magoda sekondari, lakini tukianza au tukielekea katika shule ya Lunyanyo ambayo ndio ilikuwa ya kwanza kujengwa, lakini tuna sekondari yetu ya Wikich ambazo tayari zimeshaanza kufanya kazi, lakini tunategemea awamu inayofuata kuna sekondari 2 ambazo zinaenda kutekelezwa, ikiwa ni pamoja kata ya Ihanga na kata ya Utalingolo. Lakini mpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa juhudi kubwa ambazo amezifanya. Tuna kituo cha afya kipya kabisa ambacho kimetokana na tozo za simu. Tozo za simu zimeweza kutusaidia. Kituo cha afya Luponde ambacho kimeshakamilika, tuko hatua za mwisho, ni kama kiko 99%. Lakini pamoja na hayo, nipongeze halmashauri ya mji wa Njombe kwa ujumla kwa kushirikiana. Tumeshirikiana sote, nikiwa kama mwenyekiti wa halmashauri pamoja na madiwani, mkurugenzi na wataalamu wote. Tumeweza kukamilisha vituo vya afya 2, kituo cha afya Kifanya, lakini na kituo cha afya cha Makoo. Lakini pamoja na hayo tumeweza kujenga kituo cha afya cha Mji Mwema ambacho kimekamilika na kimeshaanza kutumika, ikiwa ni pamoja na kituo cha afya cha Luponde. Lakini sasa hivi mradi unaoendelea katika vituo vya afya manake ni kituo cha afya cha kata ya Iwungilo ambacho tunasema kimekamilika kwa 90%. Miradi mbalimbali imefanyika na hii na mingine bado inaendelea kufanyika. Kwa hiyo tuombe ushirikiano. Wito wangu mkubwa, tushirikiane wananchi wote pamoja na watumishi. Uwajibikaji, utekelezaji wa shughuli kwa kadri ya kila mmoja anapotakiwa kuwajibika, hilo ndio litakaloleta tija. Tusifikie mahala kuanza kutofautiana kwa sababu ya watu wengine hawawajibiki. Kwa rai yangu ni kuomba ushirikiano, na mfumo wangu tutakaofanya nao kazi pamoja na kushirikiana madiwani wenzangu kwa mwaka huu wa fedha 2025/26 tunaomalizia, tutakwenda na mfumo tofauti. Tutatembelea vituo vya afya vyote, tutatembelea zahanati zote, huo ni upande wa afya. Hivyo hivyo tutatembelea sekondari zote, ikibidi na shule za msingi, ili
kukidhi hali halisi ya maendeleo yanayotakiwa kwa wananchi, ili tuweze kumunga mkono Mheshimiwa Rais na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa juhudi kubwa ambayo inafanya ukusanyaji wa mapato. Jambo la kwanza nimpongeze mkurugenzi na timu yake, lakini wapongeze pia madiwani wenzangu. Kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita, kama nilivyosema, tumeweza kufanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato, lakini kwa kipindi hiki cha kuanzia mwaka 2026 2030 tutakuwa na mikakati, tutakuwa na mipango mikakati ile ya kuanzisha miradi ambayo itakuwa na uzalishaji wa uhakika wa mapato, ili pengine tuweze kuja kupunguza tozo mbalimbali zinazowahusu wananchi, ambazo pengine tukishakuwa na miradi mikubwa ya ukusanyaji wa mapato kwa uhakika tutaweza kupunguza tozo zingine mbalimbali. Ninaungana na Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wetu wa mkoa. Nyakati nyingi sana anasema kila wakati halmashauri au watumishi wanafikiria tu ushuru wa vyoo, ushuru wa kwenda kukojoa, ushuru wa kwenda kujisaidia. Anatukumbusha kwamba inatakiwa akili ifanye kazi, anatufanya tufikiri zaidi ili kuweza kuongeza mapato. Kuna vyanzo vingi ambavyo tunaweza kufikiria kwa ajili ya kuanzisha ili kuweza kupunguza tozo au ushuru huu mdogo mdogo kwa watu wa kawaida.